una miaka 58, 57, 54, unaanza ujenzi unaokulazimu kukopa. Mungu amekupa umri wote, maana yake pia watu wakaa nyumbani wanapungua. Nikadhani kwamba ni vizuri mstaafu, kama unafanya kama kabisa kuna ulazima ufanye ujenzi, fanya ka ujenzi kadogo tu. Utaona watu wengi wanajitundika nyumba kubwa na magorofa, lakini mwisho wa siku inageuka kuwa mzigo. Na bahati nzuri ya watoto wa leo, hamna anayekuletea mjukuu. Kila mtu anakaa na watoto wake, hataki shida. Kuona bangalo lako pale kubwa, uko wewe na mke wako, wewe na mume wako, au wewe peke yako pale, mnaangaliana mle, kuifagia sebule hiyo, kuisafisha na kuboa wewe mwenyewe. Nyumba ya kwako lakini hauifurahii. Sasa kuna watu wanaenda kwenye kujenga nyumba mpaka anakopa sehemu ya Kinongongo kuimaliza. Siku anastaafu anaanza na mateso. Kwa wana ambao mko kwenye utaratibu wa kujenga, lazima muanze kujipima. Tija ya ujenzi ni nini? Kuna waheshimiwa wabunge wawili siwataji, wakawa wananiambia nyumba ya kupangisha unajenga milioni 100 ya nini? Nyumba za kupangisha milioni 15, milioni 30, 40, kwa sababu wapangaji wenyewe ni wa 100,000, 200,000, 300,000. Unajenga nyumba ya kupangisha milioni 150, umejikopa, umekula vyakula vyote ambavyo unahitaji. Unakuja kupangisha shilingi 300,000. Akiondoka ili ufanye renovation inakugharimu hela nyingi. Kwa hiyo mbunge akaambia, mimi nyumba zangu za kupangisha najenga tu nyumba simple, kwa sababu najua wapangaji nao wataka. Mpangaji wa 500,000 wapange kwako miaka 2. Anapanga mwaka wa kwanza tu. Mwaka wa pili atafuta kiwanja, anaanza kujenga nyumba ya nyuma, anahamia kwake. So wastaafu wengi pia wamejikuta kwenye hilo sononeko. Lakini kwenye miradi, nimeona hapo umealika watu wa TAHA na taasisi zingine. Ni vizuri sana pia kwenye kustaafu ufanye kitu ambacho unakifahamu. Mtu anastaafu, anakutana mtu anamwambia, unajua sasa hivi daladala kutoka Kongo kuja mjini zinalipa sana. Anastaafu leo, kesho amegeuka kwa konda wa daladala yake. Anapiga ruti Nkungu ya kwanza ya pili, anamwambia mzee, injini imechemsha. Milioni 14. Anazimia na kuzimia. Anapata stress ya kugombana na abiria, anagombana fundi, anagombana garage. Mwezi mmoja yuko kitandani. Na wastaafu wengi pia wanaenda kwenye biashara za masimulizi. Ukilima tikiti zinalipa. Na mfahamu mstaafu mmoja alipata milioni 135. Mwaka juzi, mwaka jana, mwaka amekuja kwangu analia. Akiwa kwenye hatua za kustaafu akaonana na mtu akaambia, matrekta yanalipa sana Rukwa na Katavi. Akakopa, akanunua trekta 2. Milioni 45, 90. Akiwa kwenye mahesabu akakutana na watu wakamwambia, kuna kampuni moja inanunua mtama unalipa sana. Akaenda Serengeti kule kwao na Magamba. Akaingia kwenye poli. Akakilia heka 100. Kukilia heka 100 poli ameshatumia kama milioni 15. Baki wanatoa msitu kupata shamba. Akaingia kwenye kilimo cha mtama. Ameinvest kama milioni 22 akapata milioni 4. Akaenda na matrekta yake kule kusini. Kufika kwenye uhalisia sasa kwa biashara matrekta inalipa, sio vile alivyosimuliwa. Trekta ziko Serengeti zimepaki. Ameinvest milioni 90 kununua matrekta. Kwa sababu kwanza yeye hailishi trekta, maana trekta ina mtu. Unapata kazi ya eka 4, mwenzako anaenda anafanya kazi ya eka 100, anarudi hapa trekta limeharibika, uko frustrated tu. Kuendesha trekta huwezi. Kusimamia kwa makweli anakwenda huwezi.
kachukia trekta ziko nyumbani, kwenye akaunti kabaki na laki 6. Akaenda akaambiwa wajua yeye saizi hapa mshahara ni wako na familia. Ukisha staff kila mmoja anaubia na mafao, na kaka yako naye ni mshauri, shemeji mshauri. Yaani mafao yana attract ukoo kuwa karibu, kila mmoja na wazo zuri. Maana wanajua hela zipo. Ndio maana kuna watu kwenye kustaafu mafao yanaokutanisha na wenza wao. Yakimuishia ndo akili zinarudi kwamba kumbe mke wangu alikuwa ananiambia mambo ya maana. Wewe umefanya kazi mwenyewe. Miaka yako ya utumishi wa umma umemaliza. PSSF wamekulipa milioni 100. Na unaita watoto wako naza, wewe milioni 20. Wewe 15. Wewe 20. Siku ukipata shida ya kuingiza mgongo, grupu la WhatsApp la watoto kila mmoja akwambia mimi watoto wangu wako shule na nadaiwa ada. Sasa mzee naye bwana, sana pension ya mwisho wa mwezi, grupu zima wakikuchangia wanachanga laki 9. Matibabu milioni 6. Sasa wewe hela za kwako tena unaweza kugawia watoto. Watoto kinachohusu ni elimu yao tu. Sasa mimi si promote biashara, lakini nitawaambia biashara ambayo ni nzuri. Katika biashara zote ambazo mimi nimeziona kwenye kustaafu. Biashara ambayo mimi katika maisha yangu yote kwenye kutana na wastaafu, biashara moja tu nimeona ni biashara nzuri na salama na utakuwa na amani mpaka unaingia kwenye kaburi. Ni bondi za Benki Kuu. Bondi za Benki Kuu. Bondi za benki, chukua hela yako, nunua bondi. Hugombani na manager, hugombani na mhudumu, hugombani na mtu yeyote. Wewe miezi 6 una hela yako, miezi 6 una hela yako. Na hela yako iko salama. Si mabenki hapo hapa wana namna nzuri ambayo unaweza kuprocess kupitia wao, ama benki yote yaliyoko hapa. At least nimeona kwamba pale kuna mtu ana usalama. Kwa sababu nimechukua milioni 100 nimeweka. Kwa mwaka napata zangu milioni 15, 16. Kwa miaka 20. Miezi 6 napata kama milioni 6 kangu 7. Miezi 6 napata kaenda kingine. Naweza nikakopa kwenye bondi zangu na marejesho akiwa kwenye bondi hizo hizo. Angalau huko sikutani mtu anayeniibia, sipati stress. Lakini una miaka 60 umefungua baa. Uanze kupata stress ya kugombana na bamedi, kugombana na mhudumu, kugombana na mteja, watakuja wenzako pale, utaona aibu, watakunywa bia 2. Ukichungulia kwenye account unaona sasa account unaangalia kwenye simu tu. Salio liko milioni 80. Ndio maana zile hela ambazo zinawapa watu keuka, anaamua hata kuoa. Kumbe anadhani kwamba anaoa, kumbe yameoa mafao. Kwa ninachosema ni vitu ambavyo ni vizuri sana wazazi wetu mkaviangalia. Na wastaafu wengi wanaopata bahati ya kuwa kisikivu akiwa anaziona hela kwenye account ni wachache. Wengi wanakuwa ni wabishi, wajuaji, hataki ushauri. Sasa kwenye wakati huu ambao mnafanya maandalizi, wala ambao mna watoto, wala ambao mnawenza, lazima ujue kwamba mwisho wa siku yale maisha yako ya mwisho ni ya wewe. Hana ubia. Na ni vizuri ndugu zako pia wakaanza kujua kwamba unajiandaa kustaafu. Kwa wategemezi waanze kutafuta watu wengine wa kuwasaidia. Ni maneno magumu. Sasa ukistaafu manake ni kwamba una limitation ya income. Lakini kama bado unastaafu, unadhani show za nyama choma na bia na pledge za harusi ni zile zile.
lazima uanze kujua kwamba huyu ana maisha mengine. Kwa ni vitu ambavyo ni vizuri sana mkazingatia. Na hela yako ya kustaafu bado mimi naona haina ubia na mtu. Wala ambao umebahatika unamwenza nyumbani maana ndiye mbia. Kwa sababu mwisho wa siku ndio tutakayebaki naye kwenye kitanda. Watoto ni kitu cha kuona kwamba mzee amestaafu yupo nyumbani. Ukifanya ni mirathi ya kugawa ukiwa bado uko hai, ipo changamoto.